kwa Yesu. Sema Bwana Yesu, wewe ni mwema. Asante Baba kwa Jumapili ya leo ambayo watoto wako umetukusanya kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo. Tunapoanza safari ya wiki nzima, anza pamoja nasi katika jina la Yesu. Roho wa baraka, Roho wa neema, Roho wa faraja, Roho mponyaji na mkombozi, na awe pamoja nasi katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Ninaomba utulivu sasa, kila tunachokifanya kinyamaze kimya kwa muda, ili niseme kila ambacho Mungu ametupa neema. Ninaomba utulivu. Kama ulikuwa nje, naomba ingia sasa kwa dakika moja. Najua hakuna kitu kinaumiza sasa ukishaanza kufundisha, huyu anapita, huyu anapita, yani unaiba akili za wenzako, kwa sababu moyo wa mwanadamu una kawaida ya kushtuka. Mtu ni huyo huyo, lakini akiinuka lazima uondoke naye. Lakini ukipata nafasi ya utulivu, ni rahisi kumsaidia mwenzako ajue kwa nini yuko ibada, lakini namsaidia mwenzako pia kuelewa kinachopita. Hakuna mtu anayekuja ibada kutembea, niamini. Kila anayekuja kwenye ibada kuna kitu amepungukiwa ndani yake, au kuna kitu ambacho Mungu anatamani amjaze. Linaweza likawa neno moja tu ndio limemvusha. Kwa nini? Ninaomba tu mnisikie, tutulie, nyamaza, pata cha kwako. Kuna mtu amekaa huku ibada, yani hivi amekaa kwenye ibada, amekaa na ukoo wake wote, ila yule anayekuja kanisani kwa mazoea hawezi kujua kwa nini yuko ibada. Ila ukiona tu mtu yuko ibada, ujue tu kabisa amekaa na ukoo mzima uko hapo. Bwana asifiwe. Naomba useme, e Bwana Yesu, ninaomba kila roho inayovuruga akili zangu iachie akili zangu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila vita inayovuruga ufahamu wa ndani, kwa jina la Yesu ninaondoa hizo roho asubuhi ya leo kwenye ibada hii, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nguvu zako e Bwana ziwe pamoja nami asubuhi ya leo. Hiyo vita kwenye akili zangu iondoke sasa kwenye ufahamu wangu kwa damu ya Yesu. Ninaita e Bwana kusudi lako na mapenzi yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Somo ambalo tunaanza nalo kwa wiki nzima na asubuhi ya leo linasema, itumie nafasi ya maombi uliopewa na Mungu. Itumie nafasi ya maombi uliopewa na Mungu. Kuomba, kila mtu anaomba. Hakuna mtu ambaye anasema siombi, kwa sababu hata tunapokiri ungamo la dhambi ni maombi. Hata tunapokiri imani ya mitume ni maombi. Lakini ni wachache ambao wanaomba wakiwa kwenye nafasi. Ni wachache wanaomba wakiwa kwenye nafasi.
Kwa sababu si kila mtu yuko kwenye nafasi. Kwa sababu mtu aliye kwenye nafasi na mtu asiye kwenye nafasi ni watu wawili tofauti. Kwa Mungu anapokupa nafasi, kwa mfano ulipokuja kwenye ibada, ni Mungu amekupa nafasi ya kuja kwenye ibada. Unaweza ukashangaa sana, Mungu amekupa nafasi ya kuja ibada, halafu unakaa nje unaongea. Maana yake ulipewa nafasi lakini hujaitumia nafasi. Sema amen. Kwa sababu sasa kama unasema umekuja ibada halafu umekaa nje unaongea, hujaja ibada. Mungu amekupa nafasi ya kuja ibada lakini hujaitumia nafasi ya ibada. Kwa hata mtu akikuuliza leo kwenye ibada ni nini kimefanyika, hauna cha kuelezea, kwa sababu ulipewa nafasi lakini hukuitumia nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninaeleweka mpaka hapo? Kati ya kitu ambacho ibara kimeibiwa ni nafasi za watu. Utaelewa tutakapokuwa nafundisha hii wiki, kwa sababu ninahisi kumwona mtu yuko kwenye nafasi lakini hayuko kwenye nafasi. Ndio maana unaweza kaangalia watu wakikaa kwenye ibada, walio kwenye nafasi ya ibada ni wachache. Mimi huwa nikikaa hivi na mtu, hata nikaongea naye, Mungu anawaambia hayuko kwenye nafasi ya kukusikiliza. Ni rahisi kujua kwa sababu muunganiko unakuwa haupo kati yangu na yeye. Nikisema yeye hajui ni nini nimesema. Mwai kuona mtu anakuitikia lakini hana kitu cha kukujibu. Kwa nini hana kitu cha kukujibu? Hana muunganiko na kile unachosema. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, sasa waliopewa nafasi ya ibada na akajua nimepewa nafasi ya ibada, ninachokifanya sasa ni rahisi kuelewa. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Sasa wiki kati ya jambo moja hapo ambalo Mungu atatupa, umewahi kuona mtu ambaye unasema kwa nini ukuja kwenye semina? Anasema nilikosa nafasi. Kwa sababu alikosa nafasi, kilichoendelea hakikuwa chake na hakiwezi kuwa chake, kwa sababu alikosa nafasi. Aliyepata nafasi alikipata kwa sababu alipata nafasi. Aliyekosa nafasi alikosa kwa sababu hakukaa kwenye nafasi. Haleluya. Kwa hata tukiomba, kwa sababu hayuko kwenye nafasi ya kile tunachokiombea, tukiwa kwenye nafasi apate majibu yake. Bwana asifiwe. Inaeleweka watumishi wa Bwana? Inaeleweka watumishi wa Bwana? Angalia vitu vinavyopatikana kwenye nafasi viko kama vitano. Mtu aliyekaa kwenye nafasi ana mamlaka. Andika moja tu, mamlaka. Mtu aliyekaa kwenye nafasi, cha kwanza Mungu anachompa mamlaka. Ndio maana kwenye nafasi niliyo nayo viko vitu ambavyo nikivifanya, asiye kwenye nafasi yangu anashangaa kwa nini alisema kile alichosema. Bwana asifiwe. Mnisikilize sasa. Angalia, huyu hapa ana mamlaka ndani yake. Sema amen. Ana mamlaka ya nafasi. Moja ni mke wa mtu. Ile tu kuwa mke ana mamlaka juu ya mume wake. Sema amen.
lakini pia ana mamlaka juu ya uzao wake, ana mamlaka juu ya nyumba yake. Kinachompa mamlaka ni nafasi. Sema amen. Huyu hapa hana mamlaka kwa sababu hayuko kwenye nafasi aliyonayo huyu mama, lakini wote ni wanawake. Kinachowatofautisha nafasi. Nafasi ya huyu ina nguvu kuliko ya huyu. Nafasi ya huyu ina vitu vya ziada ambavyo huyu hana. Haleluya. Kwa hata wakitembea, wakiongea, wakiwaza, wakitenda, ni vitu viwili tofauti. Kinacho watofautisha kuwaza ni kitu gani? Nafasi. Sema amen. Kakaeni. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Sasa sijui kama unaangalia mchungaji akiongoza ibada, kinachompa nguvu alionayo nafasi. Kwa nafasi ina kitu kinachoitwa mamlaka. Haleluya. Jambo la pili, nafasi ina kitu kinachoitwa mageuzi au mabadiliko. Mtu aliyekaa kwenye nafasi mara kwa mara anatafuta mageuzi au anatafuta mabadiliko. Ndio maana kuna mtu akikaa kwenye nafasi kama mke, anachotafuta ni mageuzi au mabadiliko. Utofauti wa kabla hajaolewa na utofauti baada ya kuolewa. Kwa sababu kama unafanya kitu alafu hakina mabadiliko, maana yake hauko kwenye nafasi. Tunajuaje huyu amekaa kwenye nafasi? Ni mtu ambaye analeta mageuzi, ni mtu ambaye analeta mabadiliko. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Ndio maana nyinyi mnaweza mkaona mchungaji huyu akiwepo kwenye nafasi, kuna vitu vinabadilika. Anaweza kalitoa kanisa, Wakristo ni wale wale, anaweza akawatoa kwenye nafasi hii kwenda kwenye nafasi hii. Anaweza akawatoa kwenye mapato haya kwenda kwenye mapato haya. Sasa angalia, ni kitu gani unakitafuta ukikaa kwenye nafasi? Mageuzi au mabadiliko? Sema amen. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sema amen. Sasa kama utakuwa hauleti mabadiliko, manake ni mtu naishi lakini hauko kwenye nafasi. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sijui kama naeleweka. Sema amen. Jambo la ngapi hilo? La pili. Sasa kama tutafanya kongamano hili ambalo tumeanza toka jana, alafu hakuna kitu, tukiondoka hakuna kitu kilichobadilika, maana yake tuliokuja hatukukaa kwenye nafasi. Tulikuja kama kutembea, hatukuja kwenye nafasi. Kitu cha kwanza, ninapokuja eneo, ninakuja kwa nafasi, kwa sababu lazima nidae nafasi. Kwa sababu si kila mahali ninaenda, kuna mahali ninanyimwa kwenda kwa sababu sio nafasi yangu kwenda. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa nikikaa kwenye nafasi, wiki kuna vitu lazima vitokee. Kwa nini lazima vitokee? Nafasi aliyonipa Mungu inadai vitu vitokee ambavyo mwingine akisimama haviwezi kutokea. Sasa angalia, aliyekaa kwenye nafasi, akili zake, mawazo yake hayawezi kulingana na wewe. Ndio maana naweza nikakaribia kitu hapa, wewe unaweza ukasema kwa nini amenena vile? Nafasi inadai, kwa sababu ndani ya huo ukari kuna uponyaji wa nafsi ya mtu.
Sema amen. Lakini asiyekaa kwenye nafasi na hata nimeshangaa kwa nini amesema vile. Wewe unashangaa kwa sababu hauko pale nilipo mimi. Oh, sema amen. Sema tena amen. Sasa ndio maana yule anayecheka na watoto haoni matokeo. Yule ambaye ni mkali kwa watoto kuna matokeo. Kwa nini ana matokeo? Yaani vile anavyorea kwa fimbo na kwa adhabu, nafasi inadai. Kuna mtu hajaelewa. Usiwe mjinga, uwe na akili. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninawaambiaga watu pamoja na utumishi, lakini kuna asili ya malezi ya mimi kabla ya kuwa mtumishi. Sema amen. Mimi sijalelewa kimayai, nilienda kwa fimbo. Sema amen. Nilienda darasani kwa fimbo, nilikula kwa fimbo. Haleluya. Nilienda shambani kwa fimbo, nilienda kukata majani kwa fimbo, nilichunga mifugo kwa fimbo. Maana yake ukari wa baba umenisaidia kutengeneza nidhamu. Haleluya. Ni tofauti na yule ambaye fimbo kwake haikuwa sehemu ya maisha yake. Kwani Biblia inasemaje? Usimnyime mtoto mapigo, utamuokoa na jehanamu. Si ndivyo Biblia inavyosema? Si ndivyo Biblia inavyosema? Sasa angalia, hata hii kazi ya Mungu jitahidi, jaribu kuifanya ukiwa mzembe. Watu watakao kuja kwenye mafundisho yako watakuwa ni wazembe, kwa sababu wanajua uliyesimama mbele una nidhamu. Lakini ukiwa na nidhamu, kuna mtu hawezi kupita ovyo, kuna mtu hawezi kutembea ovyo, kwa sababu kinachofanya darasa lako liwe na akili ni wewe uliyesimama kwenye nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, ukitaka uone familia ya huyu ya ovyo na uione familia ya huyu imetulia, mwangalia aliyekaa kwenye nafasi. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Ninaeleweka mpaka hapo? Jambo la ngapi hilo nimesema? La pili. Nafasi inadai akili na Roho Mtakatifu. Nafasi inadai akili na Roho Mtakatifu. Kama umekaa kwenye nafasi hauna akili, hiyo nafasi haiwezi kuleta matokeo. Kama umekaa kwenye nafasi alafu nafasi haina Roho Mtakatifu, huwezi kuona matokeo. Huwezi kuona matokeo. Ndio maana unapokuja kwenye ibada unakuja upate akili. Unakuja kwenye ibada upate Roho Mtakatifu atakaye kusaidia kukaa kwenye nafasi unaporudi nyumbani. Kwa sababu huko tumekaa ni wa Kristo. Lakini tukirudi nyumbani, huyu ni baba, huyu ni mama, huyu ni kiongozi kazini, huyu ni kiongozi kwenye biashara. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Umeleta sadaka madhabahuni upate akili ya kukaa kwenye nafasi. Ujaleta tu sadaka, maana yake kama kazini kwako unapata 10,000, umeleta sadaka madhabahuni, Mungu akupe akili ya kuzalisha zaidi ya hicho ulicholeta. Mwingine ni mwalimu, maana yake Mungu ampe akili. Lakini hizo akili haziwezi kuja bila Roho Mtakatifu. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Soma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 14 mstari wa 13 na wa 14. Mstari wa 13 na wa 14. Neno la Mungu linasema hivi. Wakorinto wa kwanza sura ya 14
mstari wa 13 na wa 14, neno la Mungu linazungumza kitu cha ajabu sana. Linasema hivi: kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha aombe apewe kufasiri, maana nikiomba kwa lugha roho yangu omba, akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Mtaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Sema amen. Sema tena amen. Kuimba ni nafasi. Sasa kama ni nafasi, Biblia inasema uimbe kwa akili, lakini uimbe kwa roho pia. Haleluya. Nasema haleluya. Ndio maana kuna mtu ambaye amezoea kukaa kwenye ibada kwa akili na kwa roho. Ukiimba anajua unaimba tu kwa akili, lakini huna roho ndani yako. Lakini utaimba, lakini hakuna kitu kitakachotokea, kwa sababu unaimba kwa akili tu, lakini hauimbi kwa roho. Lakini kuna mtu ambaye akikaa na wewe tu, hata ukizungumza naye, anajua huyu mtu ana akili, lakini ana roho wa Mungu ndani yake. Kwa sababu unavyozungumza, hauzungumzi kama mtu wa kawaida, unazungumza mtu aliyefufiwa akili za kiroho au akili za Mungu ndani. Kwa sababu ukiongea si kitu kinachoisha, ni kitu ambacho sai nimefundisha hapo au nafundisha hapo. Kuna mtu ataondoka na hili neno mpaka anakaa nyumbani, hili neno haliondoki ndani yake. Kwa nini? Sio mimi nimefundisha kwa akili zangu za kawaida, nimefundisha kwa roho, lakini na kwa upako uliofufiwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Sasa angalia, anasema nitaimba kwa akili, lakini anasema nitaimba na kwa roho pia. Haleluya. Nitaomba kwa akili, lakini anasema nitaomba na kwa roho pia. Bwana asifiwe. Katika Kristo, Bwana asifiwe. Sasa angalia, ili nafasi iwe na nguvu, kinachokutofautisha yule na yule na yule na yule na yule ni akili na Roho Mtakatifu. Sema amen. Ndugu zangu, sema amen. Ndugu zangu, sema amen. Sasa ni rahisi kumjua huyu ana akili na huyu ana roho wa Mungu kwenye nafasi. Kwenye nafasi. Nasema kwenye nafasi. Wengi tumepoaya kwenye nafasi. Yaani kuna mtu akikutazama anaona umepoaya. Kwa nini anaona umepoaya? Kwa sababu kuna vitu alitegemea uwe navyo kwenye nafasi, kama mume, kwenye nafasi kama mke, kwenye nafasi kama mtoto, kwenye nafasi kama kiongozi, lakini akikutazama aoni, anaona umepoaya. Kwa nini umepoaya? Vitu ambavyo ulitakiwa uwe navyo kwenye nafasi hauko navyo. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Jambo la 4, upako au nguvu. Upako au nguvu. Nafasi inadai uwe na upako, uwe na nguvu. Kwa sababu kama nitakaa kwenye nafasi ya utumishi wa namna hii, sina upako, sina nguvu, utumishi wangu hauna thamani. Ndio maana kuna mtu anasema yule mtu ana nguvu. Kwa nini anasema ana nguvu? Nafasi aliyonayo aliwekewa nguvu. Nafasi aliyonayo aliwekewa upako. Kwa kuna vitu akiamua, kila mtu anashangaa. Kwa nini anashangaa? Ile nguvu anayotumia, ile nguvu. Hujawahi kuona mtu akikaribia mwingine huyo mtu ashtuki, lakini huyo akikaribia kila mtu anashtuka. Kwa nini anashtuka? Nguvu aliyonayo kwenye nafasi inampa hata ng'ombe kusikia.
Umewahi kuona mtu anayefuga ng'ombe akisema shh, ng'ombe anatikisa, anarudi, anatulia, kapiga wave? Sema amen. Baba mwenye nguvu akiingia ndani, akiingia ndani, tulikuwa tunatafuta, akiingia ndani, hata kama tulikuwa tukicheka, tunanyamaza kimya. Hadi unanyamaza kimya. Mwenye nguvu ameingia, mwenye nyumba ameingia. Acha wababa wa saizi wamepoteza ile nguvu, anaingia hata watoto washtuki. Umejiachia, utafikiri wewe sio baba mwenye nyumba. Amen. Nasema amen. Ndio maana saizi hata watu wakija kanisani hawana hofu. Kwa nini hawana hofu? Ile nguvu ya ibada ya uungu tuliiondoa kwenye madhabahu. Ni watumishi wachache ambao wanarudisha nguvu ya ibada sasa, ni wachache. Ndio maana mtu anaingia ibadani anatoka, hata nikisimama hivi nisimame kiurafiki, takuwa mtu wa ovyo. Baba alikuwa akiingia ndani, tunamwogopa, utafikiri sio yeye aliyetuzaa. Waliolelewa kwenye hiki ninachozungumza ni rahisi sasa nikizungumza. Haleluya. Kama nguvu ya Baba ilikuwa inatisha nyumba nzima, umewahi kufikiri nguvu ya Mungu? Umewahi kufikiri kuhusu Mungu? Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, umewahi kufikiri kuhusu Mungu ingekuaje? Asingekuweko mtu anayetembea ibadani ovyo. Asingekuweko mtu ambaye anakimbia kabla ibada haijaisha. Haleluya. Katika Kristo, haleluya. Kwa nini? Tuliiondoa nafasi ya Mungu ibadani. Wiki hii tutairudisha, na ikirudi kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Mimi ni mkali sana kwenye ibada kama hivi. Nilikuwa kwenye maombi ya muda mrefu. Mungu aliniambia usingetumia ukali, semina zako zingekuwa na nidhamu. Ndicho Mungu alichoniambia, zisingekuwa na nidhamu. Kila mtu angekuwa niona tu ni mahali pa kuinuka na kutembea na kujionyesha. Lakini sasa hii wale wanaotufuatilia, mtu akija anaogopa hata kutembea. Wale wanaogopa kutembea, nidhamu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema nidhamu, kwa Mungu aliniambia nidhamu imesaidia madhabahu kuwa na utisho. Kuna madhabahu zingine huwezi kupita hivi. Kuna mimi Dar es Salaam nafahamu, kuna madhabahu huwezi kutembea hivi mbele. Mchungaji yuko amekaa madhabahuni, utembea hivi mbele, haiwezekani. Huyo mchungaji ataondoka na kichwa chako. Kwa unaona mtu akitoka hata kwenda kwa mchungaji, anatoka anazunguka kule nyuma. Kwa nini? Ameweka Mungu wetu ni mtakatifu. Kama ni mtakatifu, huwezi kumfanya Mungu wangu kuwa Mungu wa ovyo. Sema ameni, sema ameni. Jambo la 5, kurinda. Nafasi inakupa kurinda. Kurinda. Andika kurinda. Nafasi inakupa kurinda. Kwa sababu kama utakaa kwenye nafasi alafu ujui kurinda, ndio maana hakuna mtu aliyekaa kwenye nafasi kama mume na mtu aliyekaa kwenye nafasi kama mke. Cha kwanza kinachozaliwa ndani yako ni wivu. Kazi ya wivu ni kurinda. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, kazi ya nafasi ni kufanya nini? Kurinda. Kwa nini unakuwa na wivu? Unarinda. Hata Biblia inasema mimi ni Mungu mwenye wivu.
Ule wivu wa Bwana kazi yake ni kukulinda. Ndio maana anasema mimi ni Mungu mwenye wivu, usiwe na miungu mingine ila mimi, ni kulinda. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana mtu yeyote aliye na roho ya wivu ndani yake analinda nafasi, anatunza nafasi, anaifunika nafasi isiingiliwe na kitu chochote. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana hata Biblia inasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Kuna watu wanajitambulikana walinzi wa madhabahu, kwa sababu kazi yao ni kuhakikisha upako wa Mungu hauondoki kwenye madhabahu. Hata wakiingia ibada hawana cha kufanya zaidi ya kulinda madhabahu, zaidi ya kuombea madhabahu. Wanaangalia mchungaji akisoma liturujia, akikosea wanakemea kwa jina la Yesu, akikosea wanaita damu ya Yesu, kwa sababu Mungu amewapa ulinzi wa nafasi. Sema amen. Ndio maana walinzi wa madhabahu hutamkuta akiingia ibada anachati kwenye simu, hutamkuta, kwa sababu kuna kitu analinda. Hutamkuta anatoka nje, kwa sababu amepewa kulinda. Haleluya. Nasema haleluya. Yakobo 5 mstari wa 17 wa 18. Yakobo 5 mstari wa 17 na wa 18. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema hivi. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua inyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini angalia, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Biblia inasema akaomba mvua isinyeshe. Mvua ikunyesha miaka 3 na miezi 6. Lakini huyo akiwa kwenye nafasi akaomba, mvua ikanyesha, nayo nchi ikazaa matunda yake. Lakini angalia, inamweleza alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini kilichomfanya aombe mvua inyeshe ni nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, kilichomfanya aombe mvua isinyeshe ni nafasi, kwa sababu ile nafasi ilikuwa na nguvu kiasi cha kwamba akitamka neno linatokea. Umaiona mtu akikaa kwenye nafasi akisema kitu kinakuwa na nguvu, kwa sababu nafasi inamruhusu. Ndio maana kuna maombi unaweza ukaomba Mungu ajibu, kwa sababu hauko kwenye nafasi. Lakini ukikaa kwenye nafasi, kuna vitu kitamka vinatokea, kuna vitu ukisema vinaleta mabadiliko. Ndio maana usitafute kuomba kwanza, tafuta nafasi kwanza. Sema amen. Usitafute kufunga kwanza, tafuta nafasi kwanza. Amen. Katika Kristo anasema amen. Katika Kristo anasema amen. Kwa mfano, nikikaa kwenye nafasi ambayo Mungu amenipa kama mtumishi, Biblia inasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa angalia, nikitamka ugonjwa uachie, ni kwa sababu ya nafasi niliyo nayo. Usije ukasema huyu ni Freemason, niko kwenye nafasi. Sema amen. Sema amen. Sasa angalia, usitafute kulingana na mimi wakati hujaketi kwenye nafasi, kwa sababu kinachonipa nikemee nguvu za giza ziachie ni nafasi.
Haleluya. Kuna mtu anielewi hapa? Sema amen. Sasa unatakaje ulingane na nafasi ya kwangu wakati hauko kwenye nafasi ya kwangu? Kwa sababu kuna mtu anazungumza maneno makubwa juu ya watumishi ambao Mungu anawatumia. Haujui wenzako wako kwenye nafasi, wewe hauko kwenye nafasi, alafu nataka ulingane na aliyoko kwenye nafasi. Haiwezekani. Huwezi kumlinda mume asiye wako, lakini yule ambaye ni mume wake akimuuliza ulikuwa unaongea nini na yule mwanamke, lazima jieleze, kwa sababu nafasi inampa nafasi ya kuuliza kila anachouliza na ajibiwe kila alichouliza. Lakini wewe huwezi kuuliza ulikuwa unaongea na yule, atakuuliza wewe ni mke wangu. Hata mbinguni hivyo hivyo. Kuna vitu ukiomba Mungu akupi kwa sababu hauko kwenye nafasi, lakini ukiomba ukiwa kwenye nafasi Mungu atakupa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Shida haujui nafasi yako. Umewahi kukutana na mzaliwa wa kwanza ambaye ni mzaliwa wa kwanza alafu hayuko kwenye nafasi? Ajitambui, kwa sababu hajui yeye ni lango la kila kitu, yeye ni baraka ya kila kitu. Sema amen. Sema amen. Kama ni mzaliwa wa kwanza uko ibadani, wewe ni wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu. Kwa nini ni wa Mungu? Mungu ni yote katika yote. Sema amen. Kwa sasa angalia, akiwa kwenye ibada kama ni mzaliwa wa kwanza, anafungua baraka za Mungu ziwapate wenzake, kwa sababu yeye ni wa Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana sai ukikaa kwenye nafasi kama mama, ukisema Mungu bariki uzao wa tumbo langu, Mungu anakuja, kwa sababu ndiye aliyesema. Ukikaa kwenye nafasi kama mama, ukikaa kwenye nafasi kama mzazi, alisema nitabariki uzao wa tumbo lako. Kwa sai kwa nafasi yako kama mama, ukisema nguvu za giza ziachie uzao wangu, uzao wako nafunguliwa. Sema amen. Ukisema laana iondoke juu ya uzao wangu, laana zinaondoka. Sasa angalia, Mungu aponyi watoto wako kwa sababu wanataka kuponywa, ila nafasi yako kama mama inadai uzao wako barikiwe, inadai uzao wako siranike, inadai uzao wako simame, inadai uzao wako fanikiwe, kwa sababu Mungu alimbariki mwanamke aliyekaa kwenye nafasi kama mzazi. Shida unakimbilia tu kwamba bariki. Mwambie Mungu, ninarudi kwenye nafasi kama mama, ninarudi kwenye nafasi kama mzazi, au nirudishie nafasi ya kuwa mimi mzazi, kwa sababu ni tofauti sana. Kama utamwambia Yesu bariki uzao wangu, lakini ulishaondoka kwenye nafasi. Sema amen. Kwa sababu kuna wengine walizaa lakini waliondoka kwenye nafasi. Kuna wengine wa baba walioa lakini waliondoka kwenye nafasi. Kuna wengine waliolewa waliondoka kwenye nafasi. Ngoja nikwambie hivi, ukitoka Mungu ajibu, atakuhimiza kurudi kwenye nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kuna mtu haelewi, si kila mtu aliyoko kwenye ndoa yuko kwenye ndoa. Mwingine alishaondoka lakini yupo pale, lakini alishaachia nafasi siku nyingi. Mwingine kwa vita niliyopita, mimi mume wangu nilishamtoa moyoni, maana yake alishaondoka. Amen. Nisikilize, nasema amen, nasema amen. Kuna mwingine ni mume lakini alishamuondoa mke wake kwenye nafasi, kwa sababu kila alipojaribu kumpa cha kufanya hakufanya. Awasema wanawake wengine ni mzigo. Anakuondoaje kwenye nafasi? Hakushirikishi anapofanya jambo lolote.
Manake alikuondoa kwenye nafasi. Utajifunika naye shuka moja, utajifunika naye blanketi moja, lakini alishakuondoa kwenye nafasi. Kwa sababu unashangaa kwa nini unalala naye, unaamka naye, lakini kuna vitu anafanya hakwambii. Kwa nini hakwambii? Alishakuondoa kwenye nafasi. Kwa wewe sio mshauri wake, wewe sio mshiriki wake wa vitu vyake. Haleluya. Ndio maana nimesema pepo limekasirika, kwa sababu lazima udai urudi kwenye nafasi. Kama alikuwa ongei na wewe, aanze kuongea na wewe. Kama alikuwa akushirikisha, aanze kukushirikisha. Kama alikuwa akuambia, aanze kukuambia. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa nini nakufundisha? Ni rahisi sahi nikianza kusema na wewe kwamba kuna kitu ulipoteza. Kwa sababu inakuaje sahi uko na mume, uko na mke, kuna vitu mke wako anafanya alafu ujui, maana alishakuondoa kwenye nafasi. Haleluya. Nasema haleluya. Muulize jirani yako kama akuondolewa kwenye nafasi. Alishaondolewa. Kwa uko pale ni kama kumfurahisha tu, siku akiwa na tamana wewe ndo afurahi, lakini alishakuondoa kwenye nafasi. Ni kama vile amemkuta kahaba njiani, amemnunua kwa fedha. Ndio maana kuna siku akikutaka anakuletea vitu, maana yake anakununua kwa sababu alishakuondoa kwenye nafasi. Sema amen. Lakini kama uko kwenye nafasi, hahitaji kukushawishi kwa chochote, na wala wewe unahitaji kushawishika kwa chochote. Unatenda kwa sababu uko kwenye nafasi. Unawajibika kwa sababu uko kwenye nafasi. Kwa unajua huyu ni mume, unajua huyu ni mke, kwa sababu uko kwenye nafasi. Ni wanawake wangapi walishawaambia waume zao, sina hisia na wewe? Walishamuondoa kwenye nafasi. Na kama ulimtamkia, maana yake unahitaji kumrudisha. Usipomrudisha utabaki na hilo neno, kwa sababu umemuondoa kwenye nafasi. Kwa yupo lakini kwako si baraka, yupo lakini kwako si amani, yupo kwako si msaada, yupo kwako si furaha, kwa sababu ulisema sina hisia na wewe. Sema amen, sema amen. Na mapepo huwa yanatumia kitu cha namna hiyo, yanakuondolea hisia kwa mume wako, yanakutoa kwenye nafasi. Sasa kwa sababu ujui vita ya kiroho, unajikuta umetamka, lakini kwa nini umetamka? Ile nguvu imekusukuma uondoke kwenye nafasi, au muondoe mwenzako kwenye nafasi. Sema amen. Unashangaa nini? Sema amen. Na kupandisha kiwango kingine cha kiroho katika jina la Yesu. Kuna kiwango hujawahi kufanya vita, lakini kiwango cha wiki utafanya vita. Kila nafasi ulioondolewa, umeondolewa kwenye nafasi. Umewahi kutana na mtu ambaye ni mwenyekiti kwenye nafasi au ni kiongozi fulani, alipokutana na vita, moyo wa kutenda kama kwanza unaisha, hata kama amesamehe lakini unaisha. Ni kitu gani kimemuondoa kwenye nafasi? Maneno. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Jaribu kufikiri ni kitu gani kilikuondoa kwenye nafasi. Na jaribu kwenda kidogo, kwa sababu jioni nataka kuzamia. Ndio maana jana niliwaambia watu wafunge asubuhi. Nilikuwa natafuta mpenyo, kwa sababu Mungu aliniambia neno lilo lileta kwao ni zito. Kuna vitu lazima viondoke kwanza ndani ya mioyo yao. Ndio maana waliokuepo jana jioni, walipolala usiku wa kuamkia leo, wamelala vizuri kuliko siku zote. Kwa sababu ndicho Mungu ameniambia wakati naamka. Ananiambia walipoomba jana wamelala vizuri kuliko walivyo siku zingine walizolala.
Kwa nini? Mungu alikuwa anatafuta mpenyo, kwa sababu kuna vita unahitaji kupigana wiki. Usione watoto wanaferi darasani, wameondolewa kwenye nafasi, na wewe hujui wameondolewa kwenye nafasi. Wameondolewa kwenye nafasi gani? Wasisome. Kwa wanaenda shule lakini wako kwenye nafasi kama wanafunzi, wako kwenye nafasi za kukanyaga ardhi ya shule, lakini si kwa ajili ya kupokea maarifa. Na wewe hujui mwanao ameondolewa kwenye nafasi ya elimu, hujui, kwa sababu unaona anaferi, lakini hujui ameondolewa kwenye nafasi. Siku kianza kumrudisha kwenye nafasi asome kwa kiwango ambacho Mungu amekusudia, utaona anaanza kufanya vizuri darasani, kwa sababu umemrudisha kwenye nafasi. Wachawi watamwacha mtoto wako aende shule, lakini watamuondoa kwenye nafasi. Kwa atasoma lakini hatafaulu. Kwa nini? Ameondolewa kwenye nafasi. Sema amen, sema amen. Katika Kristo sema amen. Umewahi kumwona mtu ambaye alikaa kwenye nafasi, alikuwa anafanya maisha kwa bidii, akili zake zilikuwa na malengo, alikuwa potezi fedha mkononi mwake. Angalia, alipojenga nyumba ya kwanza, aliondolewa kwenye nafasi ya kujenga nyumba ya pili. Anajikuta nyumba aliyojenga alitumia miaka 5 akiwa kwenye ndoa. Saizi ana miaka 20, hana nyumba ya pili. Kwa nini? Aliondolewa kwenye nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa naona shanga, kwa nini huwezi kufanya maendeleo kama kwanza? Uliondolewa kwenye nafasi ya kufanikiwa, unaishia tu kufaa. Kwa umekuwa mjinga wa kufaa, sio mwenye akili wa malengo, unaishia tu kufaa, na wewe unajiona ni wa maana. Mbinguni wanakuona ni wa ovyo. Kwa nini? Uliondolewa kwenye nafasi ya ustawi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini ukitembea barabarani utaonekana ni mtu wa maana. Hata ukionekana kila mtu atakushangaa, lakini umeondolewa kwenye nafasi. Nikiwa kwenye maombi kabla ya kuja, Mungu alinipa tathmini ya miezi 4. Aliniletea tathmini ya miezi 4. Mwezi wa kwanza umefanya nini? Akaniletea mwezi mzima umesimama mbele yangu. Akaniletea mwezi wa pili umesimama mbele yangu. Akaniletea mwezi wa 3 umesimama mbele yangu. Akaniletea mwezi wa 4. Yote mwezi kwa mwezi umesimama mbele yangu. Alafu akanionyesha nilipofanikiwa, akanionyesha nilipofeli. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nikaomba toba, Mungu nisamehe. Kwa nini? Ukiondolewa kwenye nafasi, ghafla unakuwa kama zezeta anayetembea. Lakini ukikaa kuongea utaonekana ni mwenye akili. Lakini ukikaa hivi, wewe mwenyewe unajishangaa. Amen. Nasema amen. Nasema tena amen. Katika Kristo nasema amen. Najua kichwa kimepata moto, kwa sababu ulikuwa unaenda, mradi unaenda, ujue umepoteza nafasi. Unajua mtu aliyepoteza nafasi anaongea na kila mtu, lakini mtu anayelinda nafasi anatafuta mtu aliyoko kwenye nafasi yake. Lakini aliyepoteza kwenye nafasi, umepoteza nafasi. Kwa sababu mtu anayeishi kwa nafasi ana akili za kutambua, ninayezungumza naye yuko kwenye nafasi niliyoko mimi. Wewe ukakumbatiana na kila mtu wakati ujui yuko kwenye nafasi hii. Jana nimeona hata baba yangu mchungaji amepata shida, kwa sababu niliona anataka kuongea na mimi. Ujue saa nikikanyaga mali, nafasi ya kuongea na kila mtu inapotea. Kwa sababu nafasi niliyo nayo sasa sio ya mchungaji. Nafasi niliyo nayo sasa ni ya Yesu.
Sema amen. Sema amen. Konesa akaja mtu, nikikupa dakika 5 ni nyingi, nikikupa dakika 2 ni nyingi, nikikupa dakika 3 ni nyingi, kwa sababu sai siko kwenye maisha yangu ya kawaida. Nimepewa nafasi na Yesu, nitumie hii nafasi kuwaleta wengi kwenye baraka zao. Inakuaje umekuja kwenye nafasi ya Yesu unakaa na mtu ukikaa kwenye ibada umepoteza nafasi? Kwa sababu unaweza ukajiona ni mtumishi lakini umepoteza nafasi. Kwa nini umepoteza nafasi? Haujui sai nafasi uliyopewa ni Yesu aseme na wewe, sio watu waseme na wewe. Nimeeleweka mpaka hapo? Nafasi. Mwambie jirani yako nafasi. Mwambie tena nafasi. Mwambie tena nafasi. Nilishangaa kwa nini wengi tumeokoka lakini hatuko kwenye nafasi. Tuko kwenye mapokeo ya wokovu, hatuko kwenye nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa angalia, tunatembea na wokovu, tumepoteza nafasi. Ndio maana hata tukiomba vitu havitokei. Jaribu kumuuliza Mungu, nafasi yangu ni ipi? Jaribu kumuuliza Yesu, nafasi yangu ni ipi? Sema amen. Yesu wangu sema amen. Katika Kristo sema amen. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Kuaminiwa na Mungu na kupewa neema ya kusimama kimaombi na kuleta msaada wa Mungu katika kile unachoombea. Andika, kuaminiwa na Mungu na kupewa neema ya kusimama kimaombi, kuleta msaada wa Mungu katika kile unachoombea. Kuaminiwa na Mungu na kupewa neema ya kusimama kimaombi na kuleta msaada wa Mungu katika kile unachoombea. Mungu akikupa nafasi, maana yake amekuamini. Sema amen. Ndio maana nasema kuaminiwa na Mungu na kupewa neema ya kusimama kimaombi, kuleta msaada wa Mungu katika kile unachoombea. Mungu akikupa nafasi, maana yake amekuamini. Kama amekuamini, kuna vitu anategemea vitokee. Kwa mfano, ukiolewa, maana yake umeaminiwa kuliko wanawake wote. Maana yake mume wako anategemea msaada wa kimabadiliko kwenye maisha yake. Sasa wengi wanazani wameolewa kwa sababu wana shepu nzuri. Wengi wameolewa kwa sababu wana macho mazuri. Wengi wanazani wameolewa kwa sababu wana sura nzuri. Lakini hajui ameaminiwa ili alete msaada. Sema amen. Jamani, nasema amen. Kwa sababu mke wangu hawezi kusema mimi ni mzuri kwangu. Mimi hata sasa sijui kama ni mzuri. Hata akitembea hivi akiringa hata sijui. Sema amen. Kwa sababu kafra ninamuona ni wa kawaida. Hata wewe kwa mume wako ni wa kawaida. Acha mbwembwe, ni wa kawaida. Ndio maana kuna saa ashtuki, kwa sababu ni wa kawaida. Ila alikuamini kwa sababu alikuwa anatafuta kitu kutoka kwako. Ndio maana katikati ya wanawake wengi alikuchagua. Kwa hiyo sio kasema alinipenda kwa sababu nimeokoka.
ni mawazo ya kitoto. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana Paulo anasema alinichagua ningali mwenye dhambi. Sema amen. Alimwamini. Sema alimwamini. Sema tena alimwamini. Sema tena alimwamini. Sema tena alimwamini. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Kwa angalia, Mungu akikuamini anakupa neema ya kusimama. Kwa nini? Anataka aone mabadiliko. Sema amen. Anataka aone matokeo kwa sababu amekuamini. Anataka aone kitu ambacho hata mwingine akikuona anasema huyu anafaa kuwa mume wako, huyu anafaa kuwa mtenda kazi wako, huyu anafaa kuwa mfanya kazi wako, huyu anafaa kuwa mtoto wako. Amekuamini, kwa anataka kuona matokeo. Bwana asifiwe. Elimu ya juu sana hii. Ngoja usikae kizembe. Usikae kama mtu anayekufa kesho. Kaa kama mtu anayeleta matokeo kila siku. Kaa kama mtu anayeleta matokeo kila mwezi. Kaa kama mtu anayeleta matokeo kila baada ya miezi 6. Ndio maana sasa unaweza kumuuliza mtu, miezi 4 ya msingi katika mwaka imeisha, umefanya nini? Kuna mtu ameishia kufaa. Kuna mtu ameishia kula kiti moto. Kuna mtu ameishia kufaa. Hajaleta matokeo. Wakati Mungu alipokupa mwaka, alihitaji ndani ya miezi 4 aone matokeo. Aone umesakafia chumba kimoja. Aone umeongeza chumba cha pili. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Yaani wewe ni njaa, mwana maregezia, unajua kula tu. Haujui kuishi kwa mikakati. Haujui kuishi kwa malengo. Wewe uzuri bila akili, uzuri bila malengo ni aibu tupu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema leta matokeo. Leta matokeo ambayo kila mtu akikutazama atatamani uwe best friend wake, kwa sababu ni mtu wa matokeo. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Aliwahi kupita akauona mtu akatamani matunda ndani ya ule mtu. Biblia inasema kuona matunda, si ndio? Akasema ukateni huu mti, hauna faida. Mwanafunzi mmoja akasema niachie mwaka mmoja, niachie mwaka mmoja, niachie mwaka mmoja. Ukirudi usipoona matunda ndipo nitakapokata. Yesu alikuwa anataka matokeo ndani ya ule mti. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Mmenita kufanya nini? Mnatafuta matokeo ambayo hamjawahi kuwa nayo. Mnatafuta hatua ambayo hamjakuwa nayo. Kwa angalia, katika watumishi wote mkamwamini mtumishi Hansi. Sema amen. Kwa nini mlimwamini mtumishi Hansi? Mnataka hatua, mnataka matokeo, mnataka mabadiliko. Ndio maana mkanileta. Kwa sababu msingenileta kama mtafuti matokeo. Manake mnataka mwaka huu muone matokeo. Lakini si kila mtu anaweza kaleta matokeo. Ni yule aliyeaminiwa. Nasema ni yule aliyeaminiwa. Ukiaminiwa, tafuta matokeo ya kuaminiwa. Sema amen. Usibaki tu mimi ndo mwenyekiti halafu tunataka matokeo. Mimi ni mama yenu, tunataka matokeo ya kuwa mama. Mimi ni baba yenu, nataka matokeo ya kuwa baba. Mimi ni dada yenu, nataka matokeo ya kuwa dada. Mimi ndo mzaliwa wa kwanza, nataka matokeo ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Mimi ni kaka, nataka matokeo ya kuwa mikaka. Sema ameni. Haleluya. Nafasi umeaminiwa
inadai matokeo. Ndio maana kuna saa unahitaji kuomba, kama una akili unatafuta matokeo. Sema amen. Katika Kristo Yesu, sema amen. Kwa nini? Lazima ujue kutofautisha siku. Lazima ujue kutofautisha miaka. Lazima ujue kutofautisha muda. Haleluya. Warumi sura 14 mstari wa 4 na wa 5. Wengine mnakuja ibada hamna Biblia, lakini mna simu. Hii haijakaa sawa. Warumi sura ya ngapi nimesema? Mstari wa ngapi? Angalia mstari wa 4. Wewe unani unayemhukumu mtumishi mwingine kwa bwana wake mwenyewe? Yeye usimama au uanguka, naam atasimamishwa kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Angalia mstari wa 5. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Umeona huu mstari wa 5, anasema mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku, mwingine aona siku zote kuwa sawa sawa. Kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Sema amen. Yaani kuna mtu kukicha hajawahi kuona tofauti wa jana na leo. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Mwingine hajawahi kuona utofauti wa miaka yake. Mwingine hajawahi kuona utofauti wa kila anachoomba. Nilikuwa namwambia mwanangu, nikasema kile tulichokuwa tunaomba kwa muda mrefu ni saa ya kuona matokeo. Tusipoona matokeo, tumuulize kwa nini ulitupa kuomba lakini hatuoni matokeo. Sasa angalia kinachokupa kuona tofauti, akili. Ndio maana mwingine anaimba kwa sababu anaimba aoni utofauti. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Katika maisha yako ona utofauti kati ya siku na siku, kati ya mwaka na mwaka, kati ya mwezi na mwezi. Lazima uone utofauti. Sasa kama uoni utofauti, huwezi kuomba tofauti, kwa sababu wewe siku zote ni sawa. No, lazima ufanye siku zako kuwa tofauti. Sema amen wewe. Ukitaka kuona tofauti kati ya siku na siku, kati ya kitu moja hapo kitakachokuwa kinabadilika ndani yako, akili, kuwaza, kufikiri, lazima kubadilike. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Unajuaje huyu amekuwa? Akili zake zinafanya utofauti. Sema amen. Jamani, sema amen. Ndio maana hata tukimaliza ibada huwa tunauliza, umeionaje ibada ya leo? Tofauti, unacho tofauti. Kwa nini kwenye maisha yako utofautishi kati ya mwezi uliopita na mwezi huu? Maana yake kwenye akili zako kumevurugwa. Kama umevurugwa kwenye akili zako, umevurugwa kwenye nafasi. Sema amen. Sema tena amen. Kinachonipa mimi bidii ya kuomba kila siku, ninaona natafuta utofauti kati ya semina hii na semina hii. Amen. Jamani, nasema amen. Katika Kristo, sema amen. Ndio maana unahitaji kama ibara utofauti wa mwaka jana na mwaka huu, lazima muujue. Amen. Kuna mtu aelewi kwa sababu anajua tu ni kula na kunywa na kulala. Tofauti, tafuta tofauti kati ya siku na siku, lazima zitofautiane. Kati ya mwezi na mwezi lazima itofautiane. Kati ya mwaka na mwaka lazima kuwe na tofauti. Ndio maana kuna mtu ambaye anasema mwaka huu Mungu anisaidie usiwe kama mwaka uliopita.
maana yake ametazama mwaka uliopita, hakuvuka, hakufanikiwa, hakustawi, hakuongezeka. Kwa anapoingia kwenye funga, anapotoa sadaka, anapoingia kwenye maombi, anachotafuta siku iliyobarikiwa. Sema amen wewe. Nimeeleweka mpaka hapo? Ndio maana unamwona mtu anarudi mezani, anaandika mipango yake, anaiwekea mikono yake kila anaporara, anachotafuta mabadiliko. Unakaaje na watoto ulivyowaona mwaka jana? Mwaka huu hauoni kitu kipya ndani yao, kwa sababu kama hauoni kitu kipya ndani yao, una kitu cha kuongea nao. Ukiona umebadilisha usemi juu ya watoto wako, uongei kama ulivyokuwa unaongea nao mwaka jana, maana yake umeona wamesogea. Haleluya, haleluya. Katika Kristo anasema haleluya. Kuna saa na wasikiliza watoto, najua wamebadilika katika akili zao. Kama wamebadilika, narudi mbele za Mungu, namshukuru. Narudi napiga magoti kwenye kitanda chao, naombea akili zao ziongezeke tena, kwa sababu nimeona tofauti. Unaongeaje na watoto wako kila siku, lakini uone kilichobadilika? Kama hakuna kilichobadilika, maana yake hujabadilisha akili zao, hujabadilisha siku zao, hujabadilisha ufahamu wao, hujabadilisha mawazo yao, hujabadilisha kutenda kwao. Maana yake shida iko kwako. Amen. Ndio maana siku zote Mungu anakupima katika kuongea kwako, anakupima katika kuwaza kwako, alafu anashangaa auendi mbele zake kumdai akufanye wa tofauti, kwa sababu lazima uende umdai akufanye wa tofauti. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninaeleweka mtumishi wa Mungu? Nasema amen. Nasema hivi, lazima umdai Mungu akufanye kuwa wa tofauti. Haleluya. Katika Kristo haleluya. Katika Kristo haleluya. Katika Kristo haleluya. Katika Kristo haleluya. Ngoja nikwambie kitu. Umewahi kusoma 18 Samueli wa kwanza sura ya 18. Nadhani ni mstari wa kwanza mpaka wa 8, si ni wangapi, lakini nitaona hapa. Samueli wa kwanza sura ya 18. Kama umepata uone Samueli wa kwanza sura ya 18. Samueli wa kwanza sura ya 18. Natamani kila mtu amepata Samueli wa kwanza sura ya 18. Kama umepata sema amen. Kama hujapata sema bado. Samueli wa kwanza sura ya 18. Samueli wa kwanza sura ya 18. Samueli wa kwanza sura ya 18. Unaiona sura ya 18 mstari wa kwanza inasema hivi. Ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Mstari unaofuata, Sauli akamtoa siku ile, wala kumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Mstari unaofuata anasema, nao Yonathani na Daudi wakahaidiana kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Mstari wa 4 anazungumza, ndipo Yonathani akarivua joo alilokuwa nalo alilokuwa amerivaa, akampa Daudi na mavazi yake na hata upanga wake pia na upinde wake na mshipi wake. Pale alikuwa anavua mamlaka. Ndipo basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli, akatenda kwa akili. Sema akatenda kwa siri. Sema tena akatenda kwa akili. Sauli akamweka juu ya watu wa vita. Jambo hili likawa jema machoni pa watu wote, machoni pa watumishi wa Sauli pia.
mstari unaofuata, hata ikawa walipokuwa wakienda hapo, Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda. Mstari wa 8 anasema, nao wale wanawake wakaitikia kicheza, wakasema, Sauli ameua 1000 zake na Daudi 10,000 yake. Angalia, basi Sauli akaghadhabika sana na maneno hayo yakamchukiza, akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezavyo kupata isipokuwa ni ufalme? Sema amen. Sasa angalia, walitofautisha kati ya vita Sauli alipokuwa kiongozi na Daudi alipokuwa kiongozi. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Walitofautisha wapi? Kwenye ushindi wa vita. Daudi aliua 10,000, si ndio? Sauli aliua 1000. Sasa angalia, wanawake ndio waliotofautisha kati ya Sauli na Daudi. Nani anatakiwa kuwa kiongozi wao? Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Nasema hivi, waliotofautisha ni watu wa kawaida kati ya nafasi ya Daudi na nafasi ya Sauli. Ni ipi nafasi ilikuwa na matokeo? Walikuja kujua nafasi iliyokuwa na matokeo ni nafasi ya nani? Ya Daudi. Ndio maana Sauli anasema, wamempa huyu 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Sauli akasema, ni nini awezacho kukipata isipokuwa ni ufalme? Akamwonea wivu. Maana yake alianza kumtafuta amuue asikae kwenye nafasi, kwa sababu pale tayari nafasi alipokonya kwa kutenda. Ndio maana mwanaume anaweza akamtongoza mwanamke huyu akakaa naye kwenye mahusiano hata miaka 2, hata miezi 4, alafu anampata mwanamke mwingine. Huyu yuko naye kwenye mahusiano na huyu anakuwa naye kwenye mahusiano. Angalia anachowatofautisha nini kwenye kutenda. Huyu anajua mapenzi, hana akili. Huyu hayajui mapenzi, hana akili. Kwa anakuacha na mapenzi yako, anaondoka na yule mwenye akili. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Wewe kila ukionana naye, mimi ni mzuri, mimi ni nini, haya, anakusikiliza. Baada ya muda anakutana na mwanamke mwingine, ukikaa anazungumza, hivi kwa nini usifanye kitu fulani? Sema amen. Wewe kila ukimpigia simu na unaongea na nani, nimeona umeongea kwenye muda mrefu na kujua, sawa sawa, lakini ana binti mwingine akikaa naye, vitu anavyomshauri vinaeleweka na akifanya vinakuwa positive. Wewe kila akikaa na wewe ni negative, anakuacha hapo. Sema amen. Kwa sababu wewe unaona siku zote kuwa sawa, lakini mwenzako anaona tofauti kati ya siku na siku, na anasema kila mtu athibitike katika akili zake. Utarani, ameniacha mimi, tutaona kwenye ndoa yake. Wewe mwenda wazimu, umeferi, kwa sababu wewe ulikuwa unaona siku zote sawa, lakini mwenzako alikuwa anatafuta kwako uone tofauti kati ya siku na siku. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Ukiona tofauti kati ya siku na siku, maana yake kuomba kwako kutabadilika, kuwaza kwako kutabadilika, kutenda kwako kutabadilika. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Ndio maana kuna wanaume hawajaoa wanawake kwa sababu ya uzuri, wameoa kwa sababu ya akili. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Wewe unasema alimpendea nini? Kwa sababu na macho mazuri. Mwenzako alimpendea akili.
Zamani walikuwa haoi uzuri wa mtu. Zamani walikuwa wanaoa akili. Sema amen. Umenuna, nasema sema amen. Ndio maana walikuwa anachaguliwa mke wa kuoa. Anaambiwa uje kaoe kwa fulani. Kuna binti tumemwona. Walichoona sio uzuri, walichoona akili. Sema amen. Wewe sema amen. Nasema walichokuwa wanaona akili, walikuwa waoni shepu, walikuwa waoni suruari, walikuwa waoni rasta kichwani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana mtu aliondoka Dar es Salaam, alienda masoko kuoa. Aliwaacha wenye Kiswahili kizuri Dar es Salaam, alienda mwenye kuchapia Kiswahili cha Kinyakyusa. Alichofuata ni nini? Akili. Anajua niko ugenini, lazima nikae na mtu mwenye akili za kukaa ugenini. Sema amen wewe. Katika Kristo sema amen. Tengeneza akili zako zikae sawa. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nimekusomea hapa alichokuwa nacho Daudi. Biblia inasema alitenda kwa akili. Sauli, yani mtoto wa mfalme, aliona Daudi ni bora kuliko yeye. Akavua nguo yake, akamvika Daudi. Akavua mshipi wake, akamvika nani? Daudi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Akachukua na upanga, akampa nani? Daudi. Unataka mume wako akwambia anapata shingapi? Unataka mume wako akupe hela utunze, akili unazo? Kwa sababu atakupa 100,000, mke wangu nipe hela 100,000, anakuta iko 50,000. Unamuuliza hela siku wapi? Anasema unajua siku wageni walikuja, unajua mtoto alikuwa hana daftari, unajua mtoto. Umeferi, hufai kuwa mke. Sema amen, sema amen. Katika Kristo sema amen. Unaichukua akiba, umwambie mwenzako. Kuna wakati tunalala na njaa, tunatunza akiba. Kuna wakati tunaziona nguo nzuri, hatuzinunui, tunatunza akiba. Kuna wakati najua viti vimeisha sebreni, lakini sigusi akiba. Mungu alete hela ya kununulia viti, kwa sababu alipokupa akiba alijua vita ijayo mbele. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Biblia inasema paka Yonathani anafua kanzu anampa Daudi. Aliona ni bora kuliko yeye. Anavua mshipi anampa Daudi. Alimuona ni bora kuliko yeye. Anavua upanga anampa Daudi. Aliona ni bora kuliko yeye. Sema amen. Ndugu zangu nasema amen. Lazima uonekane kuwa bora. Ukitaka mtu akuheshimu, lazima kuone kuwa bora. Sema amen. Ukitaka mtu akunyenyekee, lazima kuone kuwa bora. Haleluya. Nasema haleluya. Unataka uheshimike, onyesha ubora wako. Unataka upendwe, onyesha ubora wako. Usiwe yule miaka yote. Sema amen. Mungu alimpenda Daudi kwa sababu alijua wana wa Israeli wataona utofauti. Kwa nini waliona watamuona utofauti? Angalia Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 40. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 40. Tutasoma hiyo mstari kidogo hapo, alafu nitakuombea katika jina la Yesu. Sema amen. Katika Kristo Yesu sema amen mwanangu. Sema tena amen. Sema tena amen. Sema amen.
Angalia, anasema akachukua fimbo yake mkononi mwake, anaenda vitani. Sema amen. Akajichaguliwa mawe laini 5, anaenda vitani. Katika kijito cha maji akayatia katika mfuko wa kichungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Mstari unaofuata, hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamwona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Mstari unaofuata unasema, Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlani Daudi kwa miungu yake. Mstari unaofuata unasemaje? Biblia inasema Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni. Mstari unaofuata anasema ni wa ajabu sana. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na mfumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Haleluya. Mstari unaofuata, siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani, wanyama wa nchi, mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajua ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Mstari unaofuata unasemaje? Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mkononi mwetu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ikawapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akalikimbilia jeshi, akakutana naye yule Mfilisti. Mstari unaofuata unasema, Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga yule Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipaji, akaanguka chini kifudifudi. Mstari unaofuata anasema hivyo Daudi akamshinda yule Mfilisti kwa kombeo na jiwe, akampiga Mfilisti akamuua. Lakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake. Haleluya. Mstari unaofuata unasemaje? Ndipo Daudi akapiga mbio, akasimama juu ya Mfilisti, akautoa upanga wake, akaufuta alani mwake, akamuua, akamkata kichwa kwa upanga huo. Nao Wafilisti walipoona ya kuwa shujaa wao amekufa, wakakimbia. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu ngoja nikwambie, siku hiyo kama ningekuwa Mfilisti nisingeingia vitani. Kwa nini singeingia vitani? Kwa sababu hawa kila ninapotokea wanakimbia. Nikisimama tu hivi wanakimbia. Inakuaje leo wanaokimbia hawakimbii? Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa unajua, usipojua kutofautisha kati ya siku na siku, utaona siku zote kwa ni sawa. Siku zingine lazima ukimbie, usifike ujasiri, kwa sababu uwe na uhakika kama mtu unamshinda kila siku, anatafuta namna ya kukushinda. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana wale unaowajibu vipi unawakaribia, alafu leo mmoja akapata ujasiri wa kukujibu, usiendelee kuongea, kwa sababu hujui mbinu aliyokuja nayo kupambana na wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen.
Kuna mtu anielewi hapa? Nasema amen. Huyu kila siku namfokea, alafu leo anakwambia usinifokee ovyo. Bado naendelea. Unashangaa unaanguka siku hii. Kwa nini? Hujui kutofautisha siku. Si kila siku utashinda. Kwa sababu kama unazoelea vita, hauna mbinu mpya. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nilikuwa nasikiliza juzi, wakati mtangazaji aliyefariki alikuwa anatangaza BBC, anaitwa Charles Hillary. Mungu aliniambia tafuta hotuba zake, una kitu cha kujifunza. Kwa nikatafuta. Siku moja alikuwa anahojiwa na mwanahabari mmoja anaitwa Saraba. Alimuuliza, ni kitu gani kimekufanya kuwa bora siku zote? Akasema, sisi tulipokuwa tunafanya kazi Uingereza, kati ya kitu cha kwanza ambacho kilikuwa kinafanyika mara kwa mara, anasema lazima tuende training kila baada ya miezi mitatu. Tunaenda training kila baada ya miezi mitatu. Kwa anasema hicho kinakufanya kuwa bora mara kwa mara. Lakini kingine aliongeza, akasema lazima ujifunze kujisikiliza kile unachofanya. Sema amen. Sema amen. Alafu Mungu akaniambia, chukua, ni msaada mbele ya safari. Nikachukua, nikakiweka moyoni. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa ngoja nikwambie, Goliath hakujua kwenda training, kwa sababu alijua siku zote na washinda Israeli, na leo nitawashinda Israeli. Hakujua siku hii sio kama siku zote. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninachokufundisha kuanzia leo, tofautisha siku, tofautisha miezi, tofautisha miaka. Utafanikiwa katika jina la Yesu. Nasema utafanikiwa katika jina la Yesu. Kila mtu akuonaye atakuona ni mpya. Haleluya. Nasema haleluya. Acha kuchati ovyo. Kuna vitu Mungu anataka badilisha ndani yako. Acha kuongea na simu ovyo. Mimi nilishangaa, Mungu ananiambia tafuta mahojiano yake. Na nilikuwa kwenye toba ya mzigo, ikabidi niingie kwenye simu na tafuta mahojiano yake. Nikaja kufuatilia. Kwa nini huyu amekufa? Vyombo vya habari vimenyamaza kwa mtu mmoja aliyekufa, vinazungumza habari zake. Kuna mtangazaji anakufa, habari zake hazisemwi. Unatakiwa ukifa watu wakuzungumzie, kwa sababu umekufa. Sio unakufa hakuna mtu anajua umekufa. Wewe kuna msiba, kuna visiba. Sema amen. Kuna msiba, mkiingiza ibada saa 7 hapa, mtatoka saa 12. Sema amen. Mchungaji alikuwa ananiambia jana asubuhi, ananiambia roho, ile wiki ambayo ulisema tusifanye semina, tungefanya semina tungepoteza vitu vingi. Nikamuuliza kwa nini? Anasema kuna msiba ulitokea, viongozi wa jimbo wote walikuja, na ndio ingekuwa wiki la semina. Sasa tulikaa mpaka jioni hapa. Huo ni msiba. Yaani kuna kimsiba kikiletwa kanisani, mchungaji akihubiri dakika 15 amemaliza. Kuna msiba mchungaji anahubiri ajue lisari moja limeisha, aliyelala ni mtu. Kuna vitu amefanya, kuna vitu ametenda, kuna alama ameacha. Sema amen. Kuna mtu anielewi? Sema amen. Sasa angalia, huyu ambaye msiba wake, huyu anatoa salamu, huyu anatoa salamu, huyu anatoa salamu. Kuna mwingine anasema jiandikisheni kwa ajili ya kutoa salamu. Anasema hamna aliyejiandikisha. Unajiuliza, huyu alikuwa anaishi katikati ya jamii au alikuwa aishi? Sema amen. Ndio hao wakijaga ibada wanakaa nje, neno linaendelea. Wamejaa ubishi, subiri akifa. Haleluya.
Hamjachoka? Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Ndiko mahali ambapo Goliathi alishinda vita, hakutofautisha siku. Sema amen. Alipotokea alijua anawaonea kama nilivyokuwa nawaonea. Sema amen. Siku hiyo anasema alipotokea hakuta kuna jamaa ametokea naye. Biblia inasema alikuwa ni mdogo na mwekundu. Biblia inasema akamdharau, lakini pamoja na kwamba alimdharau, alimsemesha maneno, lakini Daudi hakutishika na yale maneno. Sema amen. Kwa sababu Mungu alimwambia siku hii ni ya ushindi kwako. Sema amen. Alimwambia siku hii ni Israeli anavuka. Alimwambia siku hii ni siku ambayo Israeli watauona wokovu wa Bwana. Sema haleluya. Iko siku ambayo Mungu amekupa kuuona wokovu wa Bwana. Sema amen. Biblia inasema Daudi akasema, njoo leo hii nitaondoa kichwa chako. Sema amen. Na dunia ipate kujua kwamba Mungu yuko. Kwamba Mungu yuko. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Angalia, Daudi Biblia inasema alimkimbilia. Yule jamaa angekuwa na akili angekimbia. Kwa sababu huyu uliyemdharau alafu anakimbia, anakuja kukufaa, bado umesimama. Ana silaha ulizo nazo, ana mkuki ulio nao, bado umesimama. Sema amen. Jamani, sasa akachukua jiwe lake laini kwenye mkoba, akalirusha, akapiga kichwa, akaanguka. Biblia inasema akachukua upanga, akakata kichwa chake. Wafilisti walipoona hili jambo wakakimbia. Kwa nini walikimbia? Kwa sababu ni siku ambayo shujaa wao ameanguka. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana Israeli wanaposema Sauli ameua elfu zake, Daudi ameua 10,000, Mungu alimpa Daudi nafasi, maana alijua anaweza. Sema amen. Kwa ni kama vile Mungu anaambia sikukosea kukupa nafasi. Unajua Mungu anatakiwa aseme sikukosea kukupa nafasi ya kuishi. Sikukosea kuolewa na huyo baba. Sikukosea kumuoa huyo dada. Sikukosea mchungaji Zwira kukuweka ibara. Lazima Mungu aseme sikukosea kukuajiri hapo kazini. Mungu aseme sikukosea kukupa cheo nilichokupa. Mungu aseme sikukosea, kwa sababu Mungu anapokupa nafasi amekuamini. Leta matokeo kwenye hiyo nafasi. Leta mabadiliko kwenye hiyo nafasi. Mungu alikuokoa kwenye ukoo aliokuokoa, hakukosea, alikuamini. Leta mabadiliko kwenye huo ukoo. Waseme toka, huyo ameokoka, familia imebadilika, ukoo umebadilika. Tulikuwa tujengi, tunajenga. Tulikuwa tunasomesha, tunasomesha. Sema amen. Umeokoka miaka 10 kwenye ukoo, hakuna kinachosogea. Kwa kaka zako hakuna kinachosogea. Kwa dada zako hakuna kinachosogea. Mungu alikupa nafasi. Alichokuwa anatafuta ni matokeo. Sema amen. Jamani sema amen. Mungu akukokoa uwaringishia watu. Mungu alikukokoa, alikupa nafasi ya Daudi. Sema amen. Kapigane na yule aliyekamata familia. Kapigane na yule aliyekamata ukoo. Kapigane na yule aliyekamata elimu kwenye ukoo. Watoto wanapenda kusoma lakini hawavuki. Sema amen. Sasa kama watoto wanaamka kila siku, ni pepo itakuwa 6 nikusumuka wasiweke kuskuru, manake ndani yao wanatamani kuwa wasomi. Ndio. Lakini yuko Goliathi anayezuia wasisome. Mikurembuka n'urubunjo, impepo ya n'urubunjo kari. Mtu anaamka, anaenda kazi, lakini hafanikiwi, manake yuko Goliathi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Lakini umeokoka, ujui Mungu amekuamini, amekupa.
kwa sababu wokovu ni nafasi, ni Mungu anakupa, si wewe unayetaka, ni Mungu anakuchagua, si wewe unayetaka, ni Yesu anakupa, si wewe unainunua. Ndio maana Biblia inasema alitununua kwa damu yake, akatufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu. Maana yake ni yeye alikupa nafasi, alichokuwa anatafuta matokeo. Sema amen. Sasa wewe unaokoka unatukana watu, wewe unaokoka unasarau watu, wewe unaokoka unasema mnaenda jehanamu. Alikupa nafasi. Sema amen. Nasema amen. Nasema amen. Nasema amen. Nasema Mungu alikupa nafasi. Mimi nahesabu miaka yangu ya wokovu. Nikisha hesabu miaka yangu ya wokovu, naangalia mabadiliko kwanza kwenye familia. Si hesabu kunaenda kuaruka. Natafuta mabadiliko. Nikiona ametokea wa chuo kikuu, nasema ni maombi yangu. Nikiona ametokea aliyepata kazi serikalini, kuna koa hapa hakuna mtoto hata mmoja kwenye koa wao tangu umezaliwa kwa baba yako, hakuna kaka anayefanya kazi serikalini, wala dada, wala mdogo wako. Alafu na ukoko natukana watu, wewe sikutoshi. Kuna vitu vya kujichunguza. Sema kujichunguza. Sema tena kujichunguza. Sema tena kujichunguza. Rudia tena. Siwasikii. 1 2 3. Tena. Tena. Kwa nini nazungumza hiki? Leta mabadiliko. Wiki iwavyo itakavyokuwa, tunafika Disemba, lazima vitokee vitu ambavyo havijawahi kutokea. Sikutani. Mimi niko kazi. Sikutani. Nasema hii wiki, hata kama walisema hamfanikiwa, wewe utafanikiwa katika jina la Yesu. Sikutani. Nasema sitani. Nasema sitani. Daudi ameingia mjini, na mimi ni Daudi nimeingia mjini. Sikutani. Kwa nini nakusemesha? Shetani alinyang'anya nafasi. Samueli aliwahi kumwambia Mungu, amekaa na ria kwa ajili ya Sauli. Mungu anambia, unamliliaje mtu ambaye nimemkataa? Manaka alimuondoa kwenye nafasi. Haleluya. Jamani, nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Mungu unaokoka, alafu Mungu anakukataa kwenye nafasi. Wako wengi waliokoka, Mungu amewakataa kwenye nafasi. Anakuja anaokoka mwingine kwenye familia, wewe ndio aliyetangulia kuokoka. Unaona aliyefuata ndio wanamsikiliza, unaona aliyefuata ndio wanampenda, unaona aliyefuata, alafu kafra moyo unaanza kuuma. Kwa nini? Mungu alikupa nafasi. Alipouoni ukae kwenye nafasi, anakukataa, anaokoa mtu mwingine ndani ya familia, anampa nafasi. Sema amen. Yesu wangu, sema amen. Sema amen. Sema amen. Watu wengi hawajui. Mnaweza mkokoka kwenye familia 10, wengine akawakataa, anampenda mmoja. Baraka za Yakobo akuchukua kila mtoto, aliyeondoka nazo ni Yusufu. Sema amen. Ndugu zangu, sema amen. Usiseme nimeokoka miaka 5. Sauli alitawala miaka 40, lakini Mungu alimkataa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Si kitu kizuri kuondolewa kwenye nafasi. Mungu akurudishe kwenye nafasi. Kristo akurudishe kwenye nafasi. Mwaminifu akurudishe kwenye nafasi. Umweko una uwezo, alafu ndugu zako wakakuondoa kwenye nafasi, hawataki msaada wako,
wanamtembelea aliye na uchumi mdogo. Mwenye hela nyingi wanakuacha, mwenye nyumba nzuri wanakuacha, mwenye nyumba kubwa wanakuacha. Kwa nini? Wamekuondoa kwenye nafasi. Halafu nasema ninashangaa hawaji kwangu. Wakija nasema tumefikia kwa kaka mdogo. Wanasema kwa nini hamji kwangu? Kwa nini mnapenda tu kufikia? Unajaribu kumchukia mwenzako. Walikuondoa kwenye nafasi, kuna vitu ulipungua. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unasema wanapenda kufikia kwa fulani tu, wanapenda kufikia kwa fulani tu. Walikuondoa kwenye nafasi, ni ndugu yao lakini hawakupendi. Rudisha nafasi. Kama ni wewe mama uliwadharau ndugu wa upendo wa upande wa mume wako, rudi kwenye nafasi. Waambie Mungu, ninatubu, nirudishe kwenye nafasi, na mimi ni ndugu yao na wanione ni ndugu yao. Haleluya. Nasema haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo? Unaona ukipoteza nafasi vitu ambavyo unakosa. Unaona ukipoteza nafasi vitu ambavyo vinaondolewa kwako. Ninachotafuta nafasi. Yuda aliondolewa kwenye nafasi, alikufa kifo kibaya, aliondoka kwenye nafasi. Funga Biblia. Najikuta na mzigo wa kuzungumza na wewe. Kwa nini na mzigo? Ni Mungu ameona unapokea. Kesho tunaanza mfungo wa kurudi kwenye nafasi. Ndicho Mungu alichonituma. Irudisha ibara kwenye nafasi. Irudisha Uyole kwenye nafasi. Umewahi kufikiri Uyole mnadai kuwa wilaya kikanisa? Sasa lazima mtafute nafasi kwa Mungu kwanza. Umewahi kujua kama makao ya wilaya yatakuwa ibara? Itakuwa. Lakini mko kwenye hiyo nafasi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Inawezekana. Nasema inawezekana. Nasema inawezekana. Usidai baraka, dai nafasi kwanza, kwa sababu ziko baraka kwenye nafasi. Ukiweza kufunga leo, niliwaomba watu jana wafunge. Nilichokuwa naomba mfunge ni hiki. Nilikuwa naona watoto wengi wa kike wameondolewa kwenye nafasi. Watoto wengi wa kiume wameondolewa kwenye nafasi. Ndio maana hatuna watoto wa kiume waliotulia. Tuna watoto wa kiume wasiotulia. Hata wakiingia kwenye ibada watulii, kwa sababu walishanyang'anywa nafasi. Walinyang'anywa na Mungu wao. Kwa wako tu mradi wapo. Unajiuliza hata nikifa ni nani ataendelea na hii familia? Uoni, kwa sababu uoni mtoto aliye kwenye nafasi. Unaona mtoto ambaye anazurura, unaona mtoto unayejibizana naye, uoni mtoto mtii, uoni mtoto aliyetulia, kwa sababu alinyang'anywa mtoto. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo sema amen. Ninaona tu mtu ambaye alijiona yuko mbali na ndugu zake kwenye ndoto, yuko mbali na ndugu zake. Nimeona tu amesimama peke yake. Alafu alipoamka asubuhi akajishangaa, kwa nini ndugu zangu walikuwa wamekaa pamoja, alafu mimi niko peke yangu? Simama pale ulipo, Mungu akusaidie.
uliota ni ndoto, uko peke yako, ndugu zako wamekaa peke yao, halafu uko peke yako, imekutesa hiyo ndoto na uliota hiyo ndoto. Mungu anataka kurudisha kwenye nafasi. Simama ulipo. Sisemi kitu cha kukisia, nimeletewa tu. Anasema hii ni ndoto, sio picha ya hapa, ni ndoto. Aliota ndoto. Sogea hapa mbele. Inua mikono yako. Nimeona na mwingine ana hasira moyoni mwake kwa ajili ya ndugu zake. Una hasira kila ukikumbuka ndugu zako, ukiwatazama ndugu zako, una hasira. Simama pale ulipo. Ni roho ya kichawi na kutoa kwenye nafasi. Usiwe na ushirika na ndugu zako. Inueni mikono kwa ajili yake. Jesus. Uwe na huruma, karibu Mwokozi. Kaini sijasema mshike naye. Moyo wangu unayo shauku, Karibu, karibu Mwokozi. nisikie. Uwe na huruma, Karibu, karibu Mwokozi. Sasa naona machozi yake, naona machozi yake. Nafasi Mungu anawarudisha. Kaneremus inoto mikonos rimayandoromos sandarabasi rimoshenderemos sandarabasi. Umejaa huruma, si mwepesi wasi. Umejaa huruma, si mwepesi wasi. Umejaa huruma, si mwepesi wasi. Kwa damu ya Yesu, Mungu akurudishe kwenye nafasi. Kwa damu ya Yesu, naondoa hiyo vita ya kukutoa katikati ya ndugu zako. Panda chini haraka. Toka, toka, toka kwa damu ya Yesu. Nimeona moja, mume wake anamchukia na imekusumbua moyo ndani yako. Unajitahidi tu kuvumilia, lakini mwenzako ana hasira. Simama pale. Unafarakanishwa kwenye ndoa yako, wala si mume wako unayemuona. Ni roho imetumwa kukuondoa kwenye nafasi ya kuwa mke.